Naitwa Jecha mwana wa Smile, lakini siko peke yangu hapa. Mimi ni bwana Hawa Shauri. Yes, kwa niaba ya Saif Hussein Rashid tunakuambia kwamba tuwe pamoja ado majira ya saa 4 kamili za asubuhi na kwa ndio tamati yake. Naamini kwamba kwa upande wa ratiba yetu kama kawaida, kipi tutakuwa tupo nacho asubuhi ya leo? Tunaanza na kipengele cha afya kama ilivyo ada na kawaida. Katika upande wa zile habari za kitaifa na kimataifa tayari tumekuandalia, ni wewe tu kutega sikio lako kuhakikisha kwamba tunaungana nawe hadi tamati ya kipindi hichi. Lakini haitoshi hapo, wake up quiz, mapito ya magazeti, mada ya siku, bila kusahau kile kipengele cha michezo. Yes, michezo na burudani hapo nacho kitakwenda kuchukua nafasi yake. Moja kwa moja basi 97.8 hii ndio frequency yetu kwa upande wa wewe ambaye ni msikilizaji wetu ukiwa hapa katika kisiwa cha Unguja. Naamini kwamba tunapatikana vyema kabisa 97.8, lakini pia tunakwenda sambamba na mikoa jirani ya kisiwa cha Unguja ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam, vile vile mkoa wa Pwani tunakuwa tunasikika vizuri sana kabisa. Lindi, Mtwara, kote huko tunakanyaga vyema kabisa. Na ikiwezekana tunaweza tukapenya hata pale katikati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na maanisha mkoa wa Dodoma. Nako pia huko bwana tunakuwa tuko vizuri sana. Morogoro ndo usiseme, pale inakuwa ni kabla ya Dodoma, tunakuwa tunapatikana vizuri sana. Ila kule Pemba bwana, wao wanatupata kupitia 90.5, na vile vile masafa hayo basi haishi Pemba peke yake, inakwenda sambamba na mikoa jirani ya kisiwa cha Pemba ikiwemo Tanga, Utangani pale. Wao wanakuwa wamechill vizuri sana na 90.5. Wanatupata vyema kabisa hivi sasa, wakisikia sauti ya mwana Hawa pamoja na Jecha zikiunguruma katika speaker za radio zao. Lakini pia kwenye television yako sio mbaya sana. Unajua kuna wengine bwana wanapenda television kuliko radio. Kwa hiyo kama unapenda television kuliko radio, sio mbaya sana, tuwasha kideo chako hapo kama umekaa sebuleni ama uko chumbani hivi sasa basi, halafu basi ufungue Spice TV na uipate Spice TV. Ili uipate Spice TV unatakiwa kabisa uwe unatumia kingamuzi cha Byte. Wajanja wote nyumbani huko mitaani wanatumia kingamuzi cha Byte. Mimi natumia kingamuzi cha Byte. Wewe je? Ni swali hilo, ili kuhakikisha kwamba unataka burudani na unazitaka pia, na hakika burudani zinakutaka. Fanya hivi, bado ofa inaendelea ya kingamuzi cha Byte. Tafuta kingamuzi chako cha Byte kwa shilingi 65 tu, na mwezi mmoja bure kabisa. Hizo zote unaweza kuzipata. Msimbazi 6 na yule tunamwitana ni kifaru au nani? Na kifaru mmoja yule. Yani zile fedha nyekundu ile ya mwisho ya Tanzania ile 10,000 zile zinakuwa 6. Alafu unaipata na ile moja ile ambayo kidogo ile yenye rangi ya zambarau hivi. Unafahamu moja ile inakuwa imetosha kabisa, inakuwezesha wewe kuweza kupata kingamuzi chako cha Byte. Hivi mwana Hawa, wewe unajivunia nini kwenye kingamuzi cha Byte? Mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Nipe matatu. Bwana, jambo la kwanza katika ubora wa kingamuzi chenyewe. Unaweza ukakipata popote ulipo katika visiwa vya Zanzibar. Haina mambo no signal na nini, hakuna. Lakini chengine zaidi vipindi ambavyo vinapatikana katika channel ambazo zipo katika kingamuzi cha Byte. Mfano vipindi vya michezo, kuna hizo television ambazo zinaonyesha michezo ya barani Ulaya. Kama jana usiku wa Ulaya ilikuwa hasara uwe na screen zako kama 3 basi. Lakini chingine vipindi vya watoto hapo kwenye katuni. Kabisa. Mjomba Busisa na nimaliza mimi. Bwana. Kabisa. Alituahidi atafanya nini? Atatupeleka kwake. Poa bwana. Yani hapo mwana Hawa amekupa kidogo mawili matatu ambayo utayapata katika kingamuzi hicho cha Byte. Byte, furaha ya familia kabisa. Enjoy nayo kabisa bwana. Naamini kwamba wajanja wote wana enjoy na kingamuzi cha Byte. Wewe nitakushangaa sana mpaka hivi sasa kwamba katika nyumba yako huna kingamuzi cha Byte. Una television lakini huna kingamuzi cha Byte. Wewe tu hama huko bwana, huko kwingine uliko unapotea kabisa. Ingia katika kingamuzi cha Byte uweze kuenjoy kabisa. Naam, Sefu. Vipi? Poa. Mambo yanasemaje bwana? Mambo yanasema vizuri kabisa. Mambo yanasema? Mambo yanakwenda vizuri. Vipi, kuna mpya gani huko mitaani ulikotoka huko mpaka kufika hapa? Mpya hakuna zaidi ya matukio ambayo yameweza kutokea jana. Nadhani kwa uchache
hawa kwenye mambo hayo tayari itakuwa ameshaweza kukupa japo kidokezo kwa yale ambayo ameweza kufanyika jana. Jana kulikuwa kuna mechi hiyo, michuano ya bara ya UEFA Champions League usiku wa Ulaya, usiku wa Ulaya, na imeweza kuchezwa timu kadhaa ndio hivyo tayari zimeshaweza kuaga na timu nyingine ndio hivyo zimepiga hatua kusonga mbele. Oho, kwa hiyo kuna nyingine tayari zimesha songa mbele. Kuna nyingine tayari hivi sasa hazishaga zile. Bye bye Baba Jenny. Sitafuta jet zake nyumbani. Tayari kabisa wanapumzika, wanaelekeza macho na masikio yao yote katika ligi za nchini kwao tu. Huku kimataifa kunakuwa kumewashinda kabisa. Maneno yetu tunasema huku kuzito. Hebu mwana watu pitishe kidogo huko bwana. Alau kwa uchache kidogo. Unajua kuna baadhi ya watu bwana mitaa mingine huko inawezekana walizimiwa umeme. Unafahamu hawajapata hivyo vitu. Ada hiyo. Yani kuna mipira kama hivyo na watu. Halo rafiki yangu bwana, wakati mwingine ndio yale ndio wazungumza jana, wengine wiring kitu hizo za majumba. Hapana, yana wiring basi kwa rafiki yangu shehia nzima. Wiring shehia nzima. Bana, jahazi la Malindi linahitaji uokozi wa hali ya juu. Jahazi la Malindi linazidi kuzamishwa kama halitapata uokozi kwa sasa, tunaweza tukashuhudia Malindi msimu huu ikawa chini kuliko leo chini. Wewe kwa mtazamo wako haraka unaona shida nini? Jana bana katandikwa magoli 3-0 na Chipkizi kabisa. Kidema sasa hivi naitafuta hali ya afisa habari na Mala. Na Mala Suleimani. Swaiba wangu sana. Sijui hata kama anapatikana kwenye mawasiliano ya simu. Hebu siku moja tabii tumwaliki hata tumwaliki hapa bwana. Shida nini? Miongoni mwa maafisa habari walioanza msimu kwa mbwembwe zote. Kwa mbwembwe na kutupa matumaini makubwa kwa kuwatambulisha wachezaji kutoka ndani na nje ya nchi wa kimataifa. So kitaifa bwana, afisa habari na Mala Sheikh. Sasa hivi hali yake sio hayati, sio mamati, si hai, sio maiti. Wallahi yupo fahamika hata yuko wapi. Sio ndege wala sio popo, hajulikani kabisa. Hiyo ndio hali ambayo anaipitia hivi sasa, lakini labda itakuwa kuna namna hii lazima iwepo, kwa sababu mpaka ukiona kwamba kuna changamoto hiyo, jua kwamba namna ipo. Sasa hapo unajua kwamba hawezi akawa anagawa pointi kirahisi kama hivi. Unajua sio kwamba kugawa pointi mikwaju mitatu anazitaka naye hizo pointi, lakini sasa anazipataje? Umeona? Sasa hiyo ndio shughuli ilipo. Unafahamu na juzi nilikuwa nimebahatika hivi kukaa na msemaji wa Chipkizi. Akasema kwamba wao wanakwenda kuchukua pointi 3. Nikamwambia mwanangu, yani mimi bwana kwa Zanzibar, mimi unajua Zanzibar sifichi kabisa. Ukiniuliza katika timu ambayo unayoipenda, yani sio kama ndo ikicheza na kwenda, lakini tu moyoni tu imo, basi ni Malindi Sports Club. Unafahamu Malindi Sports Club. Nikamwambia bwana, Malindi atakufunga. Akanambia wewe kwa ile mimi nachukua pointi 3 pale. Unafahamu na katika kipindi ambacho kidogo timu ya Chipkizi inakuwa iko vizuri sana ni katika hii round ya pili. Yani hapa wanakuwa wako makini sana. Wenyewe wana msemo wao Chipkizi, wanakwambia kwamba mpunga wa mwanzo mwachie ndege ale. Kwa hiyo kule raundi ya kwanza ni sasa na mpunga wa mwanzo. Kwa hiyo walopata wenyewe anakuambia ndio wamepata. Sasa hivi riski zinakuwa zinafungwa hivi sasa. Sababu sasa hivi bwana, hata kama unaangalia Sefu kule barani Ulaya kunakuwa kuna changamoto moja hivi. Inawezekana ukakutana na timu ambayo hivi sasa inakaribia kuteremka daraja. Basi hiyo ndio iogope kuliko ukikutana na Arsenal ambaye pengine yeye anataka kugombania ama anagombania ubingwa. Unafahamu? Muogope yule ambaye yuko chini kule.
labda timu ya nafasi ya 20, Wolves huko 19, 18, 17, wale ambao mpaka pale ambao hawana uhakika tumo hatumo. Maana inawezekana uko 16 lakini unajikuta pengine wa 19 akishinda inawezekana akakushusha wewe, yeye akapanda. Sasa timu kama hizo ziogope sana kabisa, unifahamu Na jana ama juzi hapa tulimsikia Pizarro alisema kwamba chipukizi kidogo kama ligi inaisha leo hashuki, lakini hayuko sehemu njema sana. Kwa maana yake lazima sasa hivi akiingia uwanjani anakuwa anazihitaji pointi 3 muhimu. Sasa kama Malindi yupo nyumbani, maana yake tukisema Unguja tunasema yeye ni kwake ni nyumbani mbele ya Chipukizi. Chipukizi maana yake inatokea kisiwani Pemba. Sasa unajikuta kwamba Chipukizi anakuja kuchukua pointi 3 nyumbani. Hebu jifikirie wewe sasa utakapokwenda kule kisiwani Pemba. Malindi atapokanyaga sasa ardhi ya kisiwa cha Pemba. Kweli kabisa anaweza tena akaondoka na pointi 3 muhimu naye kule. Inawezekana pengine ndo akazidi kuzigawa. Manake wengi wetu mpira wetu tulozoea sana hapa Afrika, tumezoea kwamba pointi 3 tu tunazipata katika uwanja wa nyumbani. Tukienda kule ugenini angalau ukizipata 3 zimekaa kizembe unazichukua. Unafahamu Lakini papatu draw. Ikishindikana kupapatua ukifungwa sio mbaya. Unafahamu Lakini uzuri zaidi kwamba watu wanakuwa wanajipanga kwa hivyo. Kwa hiyo bwana, ndio hivyo bwana. Malindi kazi sipopo kwake kuna kazi. Si ndege. Kabisa. Mambo magumu sana. Haya, tuachane na huko. Usiku wa Ulaya bwana, jana ulikuwepo? Jana usiku wa Ulaya. Monaco Juve naona bila. Ajax Olympiacos 2-1. Arsenal kama Chelsea vile. Au nimekosea? Sasa angalia matokeo ya Chelsea. Arsenal kama Chelsea. Arsenal kama Chelsea 3-2. Arsenal 3, wapinzani wake 2, na Chelsea 3, wapinzani wake 2. Kwa hiyo hapa watoto wa London hapa walikuwa na matokeo sawa kabisa lakini Bayern naye kamchapa PSV Eindhoven 2-1. Na pia bwana, nikijaribu kutupia hapa Liverpool kaua jana, kamkata mtu 6 bwana. Mourinho kawafunga mabosi zake wa zamani Real Madrid, Benfica. Na mpaka sasa hivi stories zimekuwa kubwa sana huko. Kuhusiana na Mourinho pia, lakini pia kuhusiana na klabu hiyo ya Real. Sasa huu msimamo nikiangalia, unajua una timu 36. Huyu alofungwa na Arsenal jana ndo wa mwisho kabisa. Na Arsenal ndo wa mwanzo kabisa. Unakuwa mtu saizi hapa. Kwa hiyo hapa bwana, zile ambazo tayari zishaingia moja kwa moja ni timu 8, au sio? Manake Arsenal yumo, Bayern yumo, Liverpool yumo, Tottenham Hotspur yumo, Barcelona yumo, Chelsea yumo, Sporting CP yumo, Manchester City yumo na Real na Manchester City tu. Madrid bwana, Madrid baada ya kupoteza jana. Kwa hiyo sasa hivi anakwenda kwenye mtoano. Mwache ende mtoano. Kwa hiyo hapa tukiona chap Uingereza naona ndo kama imetawala hivi naona ina Arsenal kubwa sana. Ina Arsenal, ina Liverpool, ina Chelsea, ina Manchester City, ina Tottenham Hotspur. Ligi bora. Timu bora pia. Yeye inajulikana. Umeona? Hasa Hispania hapa mpaka sasa naona Barcelona tu. Hispania na Barcelona pamoja. Barcelona tu. Madrid mwache kwanza ende huko kwenye mtoano huko akapapatue. Ujerumani kuna Bayern. Hapo. Italy hawajachomoza. Ufaransa hawajachomoza pia. Maana yake inamaanisha ligi ya Italy hamna timu hapa mpaka sasa ambazo zimeshaingia katika hatua hii.
Italy pamoja na Ufaransa. Lakini Uingereza ndo baba lao kwenye timu 8, yeye ana timu 5. Alafu hizo 3 kawagaia wenzake huko tena katika ligi nyingine huko tena. Afadhali wamegawana. Kwa hiyo kuanzia Marseille hapa kushukia chini na 25 hawa ndo baba jeni kabisa. Ni Marseille Ufaransa, na sijui Napoli ambaye ndo alicheza na Chelsea, Ajax, unaona na wengine huko bwana, tayari hawa wameshaaga kabisa. Lakini kwa wale ambao tutatarajia kuwaona katika hatua ile ya mtoano, Real Madrid, Inter Milan, hapo ndo Italy tumeona PSG hapo Ufaransa tumewaona, Newcastle Uingereza amerudi, Juve Italy amerudi tena hapo, Atletico Madrid Hispania nao wamechomoza, Atalanta Italy huko, Italy ndo kazidi kazidi naona hawa, sababu naona hapa pana Monaco, pana Atalanta, pana Juve, pana Inter Milan. Nifahamu. Uingereza hapa na timu moja tu, Newcastle United yani. Kwa hiyo mambo yako vizuri sana kabisani, vizuri kweli. Sasa bwana, kabla kuja kuangalia mambo mengine, najua kwamba sasa tukupe bwana. Najua lazima tukueleze kwa kina kabisa leo ni siku ya ngapi zimebakia, ili uweze kujipanga. Kila mmoja anakuwa na malengo yake ambayo amejipangia ndani ya mwaka. Kwa hiyo lazima ujipangie malengo yako ndani ya mwaka, na ujue sasa katika mwaka huu mimi natarajia labda ikifika mwezi wa ngapi niwe tayari nimeshafikia malengo fulani katika yale malengo yangu ambayo niliyojipangia. Sasa wacha tukusogezee kidogo hivi kwa kina sana, detail 2-3 hivi, ili uweze kuelewa. Leo ni tarehe 29. Ni Alhamis njema kabisa tangu tulipoanza mwaka. Leo tuna siku ya 29. Leo ni siku ya 29. Kwa maana hiyo sasa, katika siku 29 tulizokuwa nazo kwenye 365 za mwaka mzima, ukitoa siku 29 zinabakia siku 336. Hizi ndio siku ambazo tumebakiwa nazo kwa hivi sasa. Ni kaa ukijua tumebakia na siku 336. Wiki ni ya 4, lakini fahamu kwamba leo ni mwezi 9, mfunguo 11 Shaaban ama Mrisho 1447 Hijria, mwaka wa Kiislamu. Bado siku 21 ama siku 20 tuingie katika mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhan. 21 ama 20. Kwa hiyo tunakumbushana ili tuweze kuelewa kabisa bwana mambo jinsi yanavyokwenda kabisa. Sasa bwana, twende tukaangalie leo ni siku ya kitu gani duniani. Leo ni siku ya kitu gani duniani. Hivi mwana hawa, wewe katika simu yako unakuwa unacheza game? Yeah. Unacheza game. Sasa kama unacheza game, zinakuwa kwenye simu kuna game nyingi sana. Kuna zile za kupanga, zile unakuja kama vitofali vile, unapanga vile, unashusha unapanga vile. Ndio. Sasa leo hii game yake, ama hii ni siku yake leo, takiwa upange vizuri, sababu inakuwa inakuchangamsha kidogo akili. Angalau basi kidogo unapata ni kuweza kuchangamsha akili yako, kuiweka akili vizuri kabisa, na mambo akawa yanakwenda sawa bin sawia kabisa. Ni sawa bin sawia. Hiyo hilo la kwanza kabisa, naomba kwamba ulifikirie kwa umakini sana kabisa hilo, na ikiwezekana kidogo sio mbaya, unapokuwa uko free kidogo, refresh mind, cheza hizo game kidogo, ipumzishe akili, cheza kidogo yani. Lakini pia bwana, unaambiwa kwamba leo ni Free Thinkers Day. Leo ni siku ya watu wale ambao wanafikiria, wa kufikiria, unafahamu Free Thinkers Day. Kwa hiyo kama ni mtu wa kufikiria, endelea kufikiria vizuri sana kabisa, na waza mambo mazuri ambayo yatakwenda kukusaidia sana maishani mwako. Naomba niweke nukta hapo basi.
vipi? Katika mambo yetu, takwimu, tafiti zipo? Leo tuishie tu pale tulipoanza na Malindi. Dua zinaendelea. Dua zipelekwe katika klabu ya Malindi kwa wapenzi. Wewe umesema miongoni mwa timu ambazo unazihusudu sana, zinakuvutia sana. Nisema ukweli kabisa yani. Nasema ukweli. Mimi Malindi naipenda. Malindi kwa Zanzibar. Lakini sio kwa nakutizama. Ikitokezea sometime kidogo. Lakini sio sana kwamba ndo leo inawezekana pengine hata inacheza, si unajua kule mitani ana misemo kwamba wewe mpenzi kitunga, inawezekana anasema mimi mshabiki wa timu pengine hata hujui hata kama timu yako inacheza hasa ndo matokeo tu ndo yes, kama ulokuepo vile. Kwa hiyo ndo hivyo. Twende neno la kwanza la semaje? Neno la kwanza wanaambiwa kwamba huenda hutokipata unachokipenda, lakini ukakipata kilicho na heri zaidi kwako. Huenda hutokipata unachokipenda, lakini ukakipata kilicho na heri zaidi kwako. Kilicho na heri zaidi kwako. Kabisa. Inawezekana. Hebu ufafanua safi kidogo. Kwa mujibu wa neno la kwanza najieleza hapo jeje. Hata ukirudi nyuma pia unakuta na ule, sisi tunajipangia malengo mingi sana. Mimi nataka kwa hivi. Mfano mfupi labda Jecha, kabla ya kuja kuwa mtangazaji, mwandishi, labda ulikuwa una kitu chako cha ziada mwenyewe umejipangia. Ndio hicho. Kama ndio hicho basi ni vizuri, na Mwenyezi Mungu inawezekana itakuwa ndio heri kwako zaidi, na ndio maana ukakipata. Unapiga kabumbu unatambia. Nasikia. Naona leo anabadilika hivi. Kawa random, haeleweki, anabadilika. Subirini basi kwanza. Kucheza mpira si kusema kwamba mimi labda ndoto zangu ndo nije kuwa mchezaji mpira. Kwa sababu mimi nilijijua kwa mujibu wa hate yangu. Fahamu, stoboi. Kwani unakwenda kuruka pale? Kibwana Shomari mrefu. Kila kitu bwana. Dickson Kebabage mrefu. Mfano wapo. Wapo na wanafanya vizuri. Hadi kwenye timu za taifa wanaitwa. Ili asa wende asa ukatoboe katika level za kimataifa. Asante. Subiri basi kwanza. Sasa wewe sababu nyingine lakini sio hate. Sasa wewe subiri, wewe unatarajia kwamba mimi nikacheze mpira nikaishia Chwini City tu? Jecha, lete sababu nyingine, usilete mambo ya urefu. Sema. Subiri, hebu subiri. Ndio sababu ya urefu. Kwani lete sababu nyingine. Mpira mimi nilikuwa nacheza just kama mazoezi tu mimi kuweka afya yangu sawa. Basi. Sio kama ndo biashara kwangu mimi. Lakini usiseme kwamba sababu wewe mfupi. Hebu subiri. Mpira ya ndani inakushinda ndio ukaona bora uache mpira. Hebu sikiliza. Kwa sababu mwana hawa. Hebu nielewe basi kwanza. Hebu nielewe. Yeye kwambia tatizo wait. Hate. Hiyo sio sababu. Lete sababu nyingine. Kama hautaki basi wewe sema wewe basi. Niseme mimi. Sababu hiyo hawa uikubali. Wewe subiri. Hebu nenda kule Uingereza. Mtafutie mchezaji. Huko Uingereza mbali. Mtafutie mchezaji mfupi. Hapa kwetu hapo tele akina Nixon Kibabage. Walikuwepo zamani, sasa hivi kwa mujibu wa maisha ya sasa hivi. Lete sababu nyingine. Sasa mimi nimekupa wewe tulia kama hiyo. Unafahamu? Hutaki? Sawa. Lakini mimi ndo nimeshakueleza kabisa ni. Huo ndo uhalisia wa kwangu mimi. Unafahamu? Sasa mimi nataka vije kimataifa zaidi. Kwa sababu nikajijua kimataifa mimi sendi kutoboa. Kwa sababu sasa acha tukoni nikaondosha malengo yangu kabisa tokea mwanzo, nikasema malengo hayo mimi sina. Inaonyesha hata namba katika Munduli Combine ulikuwa upate. Nini? Maana hawa tena ulizia kabisa. Sawa, tutakwenda zetu bwana katika mapitio magazeti asubuhi ya leo. Tuko vizuri kabisa. Na magazeti gani ambayo tupo nayo mwana hawa? Magazeti ambayo tupo nayo asubuhi ya leo ni pamoja na gazeti la Mwananchi Tanzania, gazeti la Uhuru Ukweli Daima, gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti la Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, na kwa yale magazeti ambayo huandika habari za michezo na burudani, tunalo gazeti la Mwanaspoti, kata kiu yako michezo na burudani. Naam, kwa upande wangu mimi nitaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania kwa siku ya Alhamisi ya tarehe 29 Januari 2026. Habari kubwa leo kwenye gazeti hili la Mwananchi Tanzania
kuna mafisadi wengi nchini. Hiyo ndiyo habari kubwa Jecha pamoja na Mwanahawa kwenye gazeti hili la Mwananchi. Kuna mafisadi wengi nchini. Shabibi amezungumza hayo katika ukurasa wa mbele kabisa. Huyu anaitwa Ahmed Shabibi, mbunge wa Gairo, mkoani Morogoro pale. Mkoani Morogoro pale. Kuko unapapata vizuri pale. Gairo. Yaani mpakani hivi kama unataka kugusa Dodoma. Bwana. Gairo. Sasa Ahmed Shabi amezungumza hivyo, amesema wanakula fidia, wanakula zaidi ya fedha za umma kuliko inavyodhaniwa. Yuko tayari kuwataja aigusa TAKUKURU, sekretarieti ya maadili ya viongozi. Katika ukurasa huo wa 4 ukitaka kuwaelewa hawa ambao waliweza kuwataja yeye, kwa mujibu wanavyosema yeye, katika ukurasa mbele kabisa gazeti la Mwananchi, ukurasa wa 4, habari utaipata kiundani zaidi. Uchumi, madhara ya kukaa kimya unapodaiwa. Unapodaiwa usikae kimya hawa. Useme. Hapo umetoka kutuambia tia hela. Hela lazima itiwe. Haya, madhara hayo ya kukaa kimya unapodaiwa, katika ukurasa wa 23, na habari picha ikionyesha fedha. Maneno ya Jecha haiti fedha, yani inavutwa pale fedha. Mambo matano ajenda 2030 ya NMB ikizinduliwa, katika ukurasa 8, habari utaipata kiundani zaidi. Hatari kwa wanaotumia vilainishi wakati wa kujamiiana. Ni hatari hiyo, katika ukurasa 5, habari utaipata kiundani zaidi. Na mimi nimekamilisha kwenye gazeti la Mwananchi. Sasa tuligeukie hapa ama tuligeukie gazeti la Uhuru, ukweli daima. Liloandikwa ni pamoja na uwekezaji mkubwa wa kilimo. Waziri Chongolo kabidhi vifaa vya shilingi bilioni 23.4 kwa tume ya umwagiliaji. Yamo magari 17, pikipiki 23, matrekta mawili. Asema hatua hiyo itaongeza chachu katika usimamizi na utekelezaji wa miradi ya umwagiliaji inayoendelea kutekelezwa nchini. Ukurasa wa 2 utaikuta taarifa hii. Serikali yavuna bilioni 670 uwekezaji NMB. Ukurasa wa 2. Pongezi za bunge za waibua wasomi. Kitendo cha bunge kumuunga mkono Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupaisha uchumi wa nchi kupitia utekelezaji miradi ya maendeleo. Ukurasa wa 20 utaikuta kwa kina zaidi. TPA NSSF zajitosa kukomesha foleni Chalinze Morogoro. Lakini taarifa nyingine hapa ambayo inasema kwamba Najma Pareso Mwanyika wathibitishwa kwa kishindo. Ukurasa wa 2, na habari picha hapa ikiwa inamwonyesha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akizungumza na Waziri Mkuu mstaafu Sumaye ofisini kwake kwa Waziri Mkuu Mwalimu Mlimwa jijini Dodoma hapo jana. Hili ni gazeti la Uhuru. Kwa upande wa gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, habari kubwa leo kwenye gazeti hili la Habari Leo, Samia atuma ujumbe kwa Papa Leo, asema Tanzania inathamini nafasi yake kulinda amani, upendo, utu na umoja. Katika ukurasa 7 habari hii unaipata kiundani zaidi. Lakini pia katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo, wabunge wamsifu Samia kuunda wizara ya vijana. Katika ukurasa wa 4 habari hii unaipata kiundani zaidi. Bandari yavuna trilioni 1.2 ya mapato ya forodha. Katika ukurasa 3 habari unaipata katika gazeti lako hilo la Habari Leo. Lakini pia katika ukurasa wa 2 aishukuru NMB ujenzi wa uchumi, yapata faida trilioni 1.13, yaingiza serikalini bilioni 670. Mchechu aguswa ufanisi, atamani wengine wafanye hivyo. Katika ukurasa wa 2 habari unaipata kiundani zaidi. Lakini pia NSSF TPA waonyesha nia ujenzi njia 8 Kibaha tu Morogoro. Katika ukurasa wa 2 habari unaipata kiundani zaidi. Lakini katika ukurasa wa 3 uchumi wazidi kuimarika, mikopo sekta binafsi yaongezeka hadi 18%, mauzo ya dhahabu nje juu 42%. Aweso waeleza mikakati gridi ya maji
haita sekta binafsi. Unataka kujua imekuwaje katika ukurasa 7, habari utapata kiundani zaidi, na mimi nimekamilisha kwenye gazeti hilo. Tuligeukie sasa gazeti la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Yaliyoandikwa ni pamoja na Hemedi shukuru Urusi kwa kushirikiana na Zanzibar. Dr. Pembe ahidi kuifanyia kazi sheria ya habari. Ukame wasababisha vifo nchini Kenya. Matukio 642 ya moto yatokea mwaka 2025. Ofisi ya makamu wa kwanza kuipatia ushirikiano kamati ya baraza la wakilishi. Hili ni gazeti la Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Sawa, kwa upande wangu nalikamata gazeti la Nipashe, na kwenye gazeti la Nipashe pia Shabib pia yupo hapa baada ya kule kwenye gazeti la Mwananchi kuzungumza kwa nchini kuna mafisadi wengi. Shabibu pia kwenye gazeti la Nipashe ametokeza tena hapa, nina majina ya mafisadi serikalini. Majina yapo. Majina yapo ya mafisadi serikalini. Adai wamejenga magorofa yanayozidi ya wafanyabiashara. Awaonyeshea kidole mawaziri, kinachotawala sasa ni siasa za 2030. Katika ukurasa wa pili habari utapata kiundani zaidi, lakini pia kuna mbunge hapa amezungumza koti hizi zikizungumza, mbunge anaposema baadhi ya mawaziri wanamiliki ukwasi mkubwa kinyume na maadili ya utumishi wa umma, inaonyesha udhaifu wa sheria iliyopo. Anahenga amezungumza hivyo, lakini kwa upande wa Ahmed Shabibi yamezungumza kuna mafisadi wanapiga ni walaji na walafi. Mpaka hapo tu, huko kwingine kidogo haya maandishi ni madogo sana. Lakini pia kwa upande wa gazeti hili la Nipashe Mwanga Jamii, katika ukurasa wa mbele pia serikali ya kaza mikono kukabili mikopo umiza. Katika ukurasa wa 5 habari unaipata kiundani zaidi. Lakini pia hapa kuna ripoti maalum, siri makipa ligi kuu kupasuliwa. Unataka kujua hiyo siri ya makipa ligi kuu hapa Tanzania bara kupasuliwa ni ipi? Kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa 24 habari utapata kiundani zaidi. Kesi ya Mange Kimambi yazidi kupigwa tarehe. Kesi yake ya uhaini ama utakuwa unaikumbuka vizuri. Naikumbuka. Inazidi kupigwa tarehe. Lakini pia DC awasweka selo mahandisi na mkandarasi. Katika ukurasa 8 mjue mbu Steve. Halafu kwa kila aina ya dawa wataalamu wakuna vichwa. Mbu Steve huyo jakutana na wale mbu wengine kina Anopheles sijui nani. Sasa huyo ni Steve. Huyo ni mbu Steve. Mimi nimekamilisha kwenye gazeti la Nipashe. Basi mimi nalianza gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Yaliyoandikwa ni pamoja na Papa Leo ahidi kuiombea Tanzania amani na utulivu. Ni baada ya kukutana uso kwa uso na Balozi Kombo Vatican na kuwasilisha ujumbe wa Rais Dr. Samia. Ukurasa wa 4 taarifa hiyo imeandikwa kwa kina zaidi. Serikali yapiga hatua kubwa miradi ya maji. Serikali yaeleza sababu ya kutowalazimisha watoto kuhudumia wazazi. Hiyo basi, serikali yaeleza sababu za kutowalazimisha watoto kuhudumia wazazi. Ukitaka kujua ni sababu zipi hasa, ukurasa wa 4 taarifa hiyo imeandikwa kwa kina zaidi. Lakini taarifa nyingine inasema Tanzania avutia wawekezaji jukwaa wiki ya nishati huko India. Mipango ya nyuklia itawekwa uwazi hivi karibuni. Ukurasa 19 kwa pande zile habari za kimataifa. Hiki kisa kinatoa funzo kwa jamii na mfumo mzima wa afya. Ukurasa wa 10 ni kisa gani hasa, utakwenda kukipata kwa kina zaidi. Bangu miaka 20 ya WSRB, fursa kwa wakulima wavuvi. Katambi, jeshi la magereza liwe na mfumo Afrika duniani. Habari kamili ukurasa wa 2 ndani ya gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Sawa, kwa upande wangu mimi nitalikamata gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, na kwenye gazeti hili la Wamachinga Papa Leo ahidi
kuiombea Tanzania amani na utulivu, wakutana na Balozi Kombo na kukumbuka maisha yake aliyokuwa Tanzania, lakini pia aitaka Tanzania kufungua ubalozi Vatican, apokea ujumbe wa Rais Samia. Katika ukurasa wa 3 habari utaipata kiundani zaidi. Mradi wa bilioni 15.3 usambazaji umeme wapokewa kwa shangwe Mtwara kule, katika ukurasa wa 2. Lakini pia katika ukurasa wa 2 vile vile Katambi alitaka jeshi la magereza kuwa mfano Afrika, katika ukurasa huo wa 2. Serikali yakabidhi vitendea kazi vya bilioni 23.4 miradi ya umwagiliaji, katika ukurasa huo wa 4 habari utaipata kiundani zaidi. Serikali yaeleza sababu kutolazimishwa watoto kuwahudumia wazazi. Serikali hiyo imeshaeleza. Ukitaka kuzijua hizo sababu ambazo serikali imeweza kueleza, katika ukurasa wa 4 nimekamilisha kwenye gazeti la Wamachinga. Na sasa tuyageuze magazeti hayo kuangazia zile habari zilizoandika katika kurasa za michezo, na kwanza tuanze na gazeti la Mwana Sport kata kiu yako michezo na burudani. Yaloandikwa ni pamoja na mapro wawili mchegoni, nyota wapya watikisa mazoezini, kocha azungumza na Mwana Sport kwa kina zaidi. Taarifa hiyo utaikuta ndani ya gazeti hili la Mwana Sport, ukurasa ukiwa ni wa 2 tu pekee yake. Usajili dirisha dogo hapa ukiwa unaonyesha sajili ambazo zimefanywa na wekundu wa Msimbazi Simba. Unaambiwa pia Simba watashuka dimbani Februari mosi kupepetana na Esperance de Tunis katika uwanja wa kwa Mkapa, katika kundi lake D likiwa linaongozwa na Stade Malien, huko Esperance akichukua nafasi ya 2, Petro Atletico de Luanda akikamata nafasi ya 3, na Simba mnyama mkali katika nyika akikamata nafasi ya 4 baada ya kucheza michezo 3 bila kuwa na alama yoyote ile. Taarifa nyingine hapa ambayo inapatikana pia ukurasa wa 2 ni Waarabu wa shusha mamilioni. Ukitaka kujua mamilioni ya nini hayo, basi ukurasa wa 2 taarifa hiyo utaikuta kwa kina zaidi. Pia taarifa inaendelea kusema kwamba Champions League, ligi ya mabingwa, Yanga Africa atakuwa nyumbani Amani Complex pale Guantanamo mbele amazidi ya Al Ahli Januari 31. Kwa heri Manyika. Taarifa kamili utaikuta ukurasa wa 3. Ni mchezaji wa zamani huyo na goalkeeper wa Yanga Africa kipindi hiko pamoja na timu ya taifa Tanzania. Ibenge jeuri tupu Azam. Nasema Jumapili ya wiki hii Azam itakuwa uwanja wa New Amani Complex Zanzibar kucheza dhidi ya Nairobi. Taarifa nyingine hapa kuhusiana na ratiba na mechi mbalimbali. Leo ligi kuu bara, Simba atakuwa na kazi ya ziada mbele ya Mashujaa, wakati Februari 6 Simba atakuwa na kibarua na Petro. Februari 13 Simba atakuwa na kibarua na Malen. Huku tunaambiwa Europa leo Alhamis Aston Villa na Salzburg majira saa 5 kamili usiku katika uwanja wa Villa Park. Kwa upande wangu nalikamata gazeti la Uhuru kwenye habari za kimichezo nyumbani. Hapa umesema Nyambui kuongoza wanariadha wa kongwe, katika ukurasa wa 21. Tommy Abraham marejea Villa, lakini pia leo Simba itacheza na Mashujaa kutokea kule mkoani Kigoma katika mchezo wa ligi kuu. Babu Tale ataka mapro wafuatiliwe. Unataka kuwajua ni mapro gani hao ambao yeye Babu Tale anasema wafuatiliwe, katika ukurasa wa 24. Habari utaipata kiundani zaidi. Azam FC TRA United kazi ipo, ukurasa 23. Kocha Yanga ni kicheko tu, ikimwonyesha habari picha Depu Damaro pamoja na Pakome Mzoa Blichi. Bondia Kasim Tambo kibao, mamia wa mzika Peter Mnyika, katika ukurasa wa 24. Lakini pia kuna habari hapa, kocha Simba hapa nia Mashujaa. Nimekamilisha hivyo kwenye gazeti hili la Uhuru. Sasa tuligeukie hapa gazeti la Habari Leo. Katika habari zake za michezo aliandikwa ni pamoja na Simba Mashujaa hapatoshi leo, Mabedi
Kwa upande wa taarifa hiyo pia inasema kwamba Maberi Dodoma Jiji wametupa somo. Singida Black Stars waifuata Sotoho Kongo huko. Mariam Odemba awa kivutio Paris. Taarifa nyingine inasema mamia wamzika Manyika. Hili ni gazeti la Habari Leo. Sawa, kwa upande wangu na mimi nalikamata gazeti la Zanzibar Leo kwenye zile habari za kimichezo. Arteta akomana Odegaard unahodha Arsenal. Katika ukurasa wa 22, Simba Azam kusaka pointi za ligi kuu leo katika ukurasa wa nyuma. Lakini pia kuna habari hapa, Kidawawa asitishwa mkataba Fountain Gate. Nimekamilisha hivyo kwenye gazeti hili la Zanzibar Leo. Kwa upande wa gazeti nyingine ambalo nalikamata ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kuna ripoti maalum hapa ikiwa inaonyesha goalkeeper wa Simba Sports Club Pimpini Kamara akidaka mpira golini hapa. Ripoti maalum zaidi utaikuta ndani kwenye gazeti hili. Abraham sasa rasmi ni mali ya Aston Villa. Ukitaka kujua ni Abraham yupi huyo, siri makipa ligi kuu kupasuka, ni ripoti hiyo utaikuta pia. Anasema viwanja vibovu, nyasi bandia na vifaa duni vitatajwa sehemu ya mzizi wa majeraha. Madaktari makipa wakongwe washauri mpango wa kitaalam na mfumo wa ulinzi. Yanga yaanza jeuri, Simba yaita mashabiki. Hili ni gazeti la Nipashe. Kwa upande wangu nalikamata gazeti la Majira kwenye habari za kimichezo. Simba Sports Club Mashujaa hapatoshi leo dimba la Isamuyo. Wekundu wa Msimbazi waanza kampeni kuiwa Esperance kuiona mechi hiyo buku 3 tu. Watu wanataka kaujaze mechi inatakiwa hiyo. Yanga Sports Club yatua Zanzibar kwa kishindo. Nimekamilisha kwenye gazeti hili la Majira. Tukamilisha mapitio ya magazeti kwa kuliangazia gazeti la Mwananchi Sport ambapo taarifa inasema nyota wapya Simba Mpanzo ajishikilie. Depo aanza kuikamata ligi kuu. Gamondi kuiongoza Taifa Stars mechi za kirafiki duniani. Ulimwengu alijipanga kurudi kivyengine ligi kuu. Hili ni gazeti la Mwana Sport ambalo linakamilisha mapitio ya magazeti kwa asubuhi ya leo. Moja basi tumekamilisha mapitio ya magazeti. Break ya matangazo, tunarudi hapa kuingia katika kipengele chetu cha mada yetu ya siku hii hapa ya leo. Lakini zaidi na zaidi tukumbushane basi kuhusiana na kingamuzi cha Byte na timu ya ushindi kwa kujipatia kingamuzi chako cha Byte ya leo ndani ya Spice Breakfast. Na tumebahatika hapa kuwa na mkurugenzi idara ya ajira Zanzibar kutoka Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Huyo sio mwingine ni ndugu Abdallah Saleh Omar, na kikubwa zaidi tunakwenda kujadili mikakati ya kupunguza tatizo la ajira hapa visiwani Zanzibar. Hiyo ndo mada yetu kubwa kabisa ambayo tunakwenda kuijadili asubuhi hii, na kama nilivyokuambia hapo awali kabisa tunaye ndugu Abdallah Saleh Omar. Huyu ni mkurugenzi idara ya ajira Zanzibar, lakini pia basi anatokea pale katika wizara mpya hii, tunasema naweza kusema ni wizara mpya kabisa, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Bila shaka iko hivyo. Karibu sana katika studio zetu za Spice FM Radio Zanzibar. Asante sana, nashukuru. Hivi tuanze hapa tu. Najua kwamba kuna watu wanazungumza tu, vijana hatuna ajira au bwana kuna tatizo la ukosefu wa ajira. Tuanze hapa. Ajira ni nini hasa? Ajira, tunapozungumza ajira ni term pana kabisa, lakini kiufupi kabisa ajira ni activity au ni shughuli ambayo inamwezesha yule anayoifanya kuweza kupata kipato cha halali na ikawa ni miongoni mwa decent work. Maana ni decent work activities ni kazi ambayo itakuwa ina heshima, ambayo inamsababishia kuweza kupata kipato chake cha halali. Okay. Hapa tuko tumeelewa ajira kabisani, lakini kuna mgawanyiko wote wa ajira, sababu unawezekana ukakuta kwamba vijana labda wanachagua zile ajira zenyewe. Inawezekana ikawa ni ajira halali kabisani,
ambazo hata serikali imeruhusu na zina manake hazivunji maadili, lakini unaweza kukuta mtu kwamba anachagua ajira yenyewe, anakuambia ajira gani? Ajira hiyo mimi sitaki, mimi nataka ajira fulani bwana. Kuna mgawanyiko wote wa ajira? Nafikiri kabla ya kwenda kwenye mgawanyiko wa ajira tungefahamu ile misingi ya ajira, kwamba kuna misingi gani ambayo imetengeneza hii ajira. Kwa mujibu wa shirika la kazi duniani kupitia conventions za kimataifa na hata katika sheria zetu sisi ambazo tuko nazo hapa, kuna pillars 4 za masuala haya tunapozungumza employment au masuala ya labor. Pila ya kwanza ni masuala ya nchi lazima ziwe na issue za employment promotion au employment creation, kwamba nchi lazima itengeneze chombo cha kucreate ajira. Okay. Sawa? Na itengeneza vile vile mikakati ya kutengeneza ajira, ambapo tunaona hapa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa mara ya kwanza ameunda wizara ambayo inashughulikia masuala ya vijana, ajira na uwezeshaji, lakini vile vile kwamba lazima kuwe na sera zinazohusiana na masuala ya ajira, ambapo tunaona kwamba katika nchi yetu kuna sera ya ajira ya mwaka 2009 ambayo inazungumza mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mambo ambayo yanaonyesha au area ambazo zinaonyesha kuna ajira nyingi, mfano kama hizo blue economy, tourism na kadhalika. Lakini vile vile kuna issue za labor standard, kwamba mfanyakazi akishakuajiriwa, akishakufika kazini, analindwaje zile haki zake, ZSSF, likizo na other things. Lakini vile vile kuna masuala ya social dialogue, kwamba hawa wafanyakazi na vyama vya wajiri na vyama vya wafanyakazi na government waweze kuzungumza, kwa na social dialogue. Ikitokezea any dispute, basi ni kwamba watatue yale mambo yao. Na chengine ni social security, kwamba mfanyakazi lazima alindwe. Kwa hiyo ni kwamba ajira ikishakuwa ina heshima, maana katika misingi hii ambayo nimeitaja, moja kwa moja mwananchi na ikaweza kumpatia kipato ambacho kitakuwa kinamtosha katika maisha yake, hawezi kuchagua kazi. Na kutokana na hivyo sasa tunapozungumza ni kwamba choice of jobs inakuja zaidi, kwamba kuna ile underemployment katika nchi yetu, kwamba kuna ajira ambazo nakuta ni hafifu, kwamba wanafanya katika kazi hapa Spice FM leo, lakini kile kipato unachokipata hakiwezesha kusurvive, kwa unaenda kutafuta kazi nyingine, kwamba kwa kuna choice nyingi zinakuja katika mazingira kama. Lakini vile vile kwamba ziko sababu nyingine, kuna masuala kama ya attitude. Sawa? Kuna ile belief kwamba pengine katika utalii for example kuna uhuni, kuna hivi, lakini mifano katika wizara yetu kwa tunaitoa kwamba leo nasema kama katika utalii for example kuna uhuni, huwezi kwenda kuzaba, huwezi kwenda kujishughulisha katika masuala pengine ya kuentertain wale watalii. Lakini mwisho wa siku mtu mwanamume akuletea chips mtoto wake kwa sababu unachukua na kadhalika. Kwa hiyo hayo ni mifano ambayo inakuja. Kwa choice of job inakuja kutokana na ile underemployment iliyopo sisi pia, lakini kuna attitude na mitazamo mingine. Sasa tuangalie upatikanaji wa ajira visiwani Zanzibar upo kwa hali gani hasa? Upatikanaji wa ajira kwa Zanzibar ni kwamba nchi yetu imekuwa ikizalisha ajira nyingi sana. Nitataja takwimu kidogo hapa. Katika mganyo wa ajira katika sekta mbalimbali, yani kuna hii sekta ya huduma katika masuala ya afya, miundombinu, elimu, utalii na usafiri. Katika masuala ya miundombinu hapo pana ajira ambayo ni 47.4%, ambapo hii statistic hii tumeipata katika masuala ya katika sources zetu za statistical abstract. Lakini pia katika issue za kilimo, katika kilimo ni kwamba nchi yetu inazalisha ajira kwa 35.5%, lakini pia katika viwanda ni 17.1%. Kwa hiyo ndio distribution, lakini kwamba kuna vyanzo vingine ambavyo vinazalisha ajira nyingi zaidi. Sawa, tumekwenda hapa kuona sasa hali ya ajira kwa upande wa hapa Zanzibar. Moja kwa moja sasa tuogelee hasa katika mada yetu. Kikubwa zaidi tunaangalia kwamba ile mikakati hasa ya kupunguza hili tatizo la ajira hapa visiwani Zanzibar. Tuambie sasa, kwa wewe ni mkuu wa idara, manake mkurugenzi hapa ndo mkuu kabisa katika idara. Hebu tuambie sasa, kuna mikakati gani ambayo ipo katika idara na wizara kabisa kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba tunapunguza tatizo la ajira kwa vijana wetu hapa Zanzibar? Mkakati wa mwanzo nchi yetu ambao umeweka ni kwamba swala la ajira kutokana na unyeti wake limeonyeshwa katika katiba ya Zanzibar
katika article 22 inaonyesha kwamba binadamu yote ni lazima kwamba afanye kazi. Hilo ni swala jema kabisa, lakini kwamba kuna hivi sasa kuna sheria mbalimbali ikiwa ni pamoja na sheria ya ajira namba 11 mwaka 2005 imeonyesha zile standard za kazi na masuala mengine ya kuanzisha vitu mbalimbali katika kukuza masuala ya ajira. Lakini ukiacha hapo mwaka 2025 mwishoni mwa awamu hii ya Mheshimiwa Dr. Mwinyi ameunda wizara maalum sasa ambayo inaratibu haya masuala ambayo yanahusu pamoja na mengine pamoja na kuratibu masuala ya ajira. Lakini ukiacha hii wizara ambayo imeundwa ni kwamba wizara yetu tokea iwe formulated ni kwamba ni miezi miwili takriban hivi sasa, ni kwamba wameshakuja na draft ya sheria Employment Promotion Act, sheria ya ukuzaji wa ajira, ambapo tunaona kwamba kama kwa mujibu wa takwimu walivyozieleza hapo, nchi yetu inazalisha ajira lakini kwamba zile ajira hazilindwi. Ni kwamba kuna watu ambao sio wazawa ambao wanachukua fursa zetu, na sisi wazawa ni kwamba tunakaa bench tuna entertain. Na kama tunafahamu kwamba uchumi wote ambao sio accommodate wazawa ni kwamba wanasababisha chaos. Kwa hiyo kwamba tunapenda sana wageni, lakini kwamba twende katika misingi vile vile kwamba ya kulinda ile locality yetu. Lakini ukiachilia mbali mikakati ya sheria na kadhalika, ni kwamba wizara inakuja na mpango ya kuanzisha job center au employment center kutoka katika kila kona nchi yetu, hata katika hizi wilaya hizi, kwamba vijana wote wanapoamka asubuhi atafika katika employment center kwenda kuuliza kuna ajira ngapi zipo hapa, kuna ajira ngapi zilizozalishwa. Hilo tutalifanya inshallah. Lakini vile vile matarajio yetu mengine ni kwamba tutaanzisha job seeker portal. Kutakuwa kuna mfumo maalum ambao uko ndani ya system za kompyuta ambao natarajia kwamba kila kijana ni kwamba anamiliki simu hivi sasa, kuhakikisha kwamba anajisajili yule mtafuta kazi, halafu na wale waajiri ni kwamba wanaingiza zile nafasi zao pale za ajira. Kwa kuna ile job matching kwamba mtu ataangalia choice yake ya kazi ambayo inamfaa, akiwa na qualification kwamba ataweza kuomba. Lakini huu mfumo pia tutaunganisha pamoja na embassy mbalimbali ambao Tanzania kwamba tuna mabalozi ambao kwa hivi sasa kwamba tunapeleka kufanya kazi mingi sana katika nchi za Dubai, katika nchi za Qatar, Oman na kadhalika. Kwa hiyo wale wataweza kupost zile employment opportunity katika hiyo mifumo. Kwa hiyo kwamba tumejipanga vizuri na vijana wanakuwa sote na hii wizara tutafika mbali. Umezungumza kitu hapa ambacho kidogo naomba sasa nipate swali moja la niongeza kutoka kwako hapa. Kawaida kwamba hii ni changamoto ambayo ipo na hususan katika baadhi ya nchi nyingi zinazoendelea ikiwemo ya kwetu, kwamba unakuta kwamba watu wanatoka nje ya nchi wanakuja kunufaika na zile ajira ambazo zimo, na pengine ajira zile zilikuwa kipaumbele kabisa kwa wazawa. Manake kama kuna kazi mzawa anaweza kuifanya, inawezekana pengine hata haina haja ya kumleta mtu kutoka nje, manake aje kwa yule mtu ambao pengine kuna kazi ambazo mzawa atakuwa imemshinda au pengine inakuwa ni ngumu kwake. Kwenu nyinyi sasa mnapambana vipi kuhakikisha kwamba hili tatizo linaondoka na mnatoa kipaumbele zaidi kwa vijana wazawa katika kuhakikisha kwamba wanachangamkia zile fursa za ajira ambazo zinapatikana katika nchi yetu? La mwanzo ambalo sisi tunalizingatia ni kwamba ni kuweka misingi ya kisheria kwanza, kuzilinda zile ajira zetu, lakini kwamba vile vile kwamba sheria ni kwamba zitakuwa zina kanuni na pia hii sheria yetu ni kwamba kuna sheria nyingine ambazo zinafanana kama hizi. Kwa mfano kama ukienda katika sheria ya ZIPA kule ni kwamba inaeleza kwamba mwekezaji anakuwa na nafasi ngapi, asilimia gani kwa ajili ya wageni, lakini na asilimia gani kwa wazawa. Sawa? Kwa zaidi ni kwamba vile ni kwamba kuna baadhi ya ajira ambazo natarajia nchi yetu kwa nia njema kabisa rais wetu kwamba tunaweza tukazilinda vizuri, iwapo kama katika maofisi haya ya waajiri mingi sana tutakuwa na HR ambao watakuwa ni wazawa. Manake kwa kwamba for example ukichukua HR ambaye atakuwa anatokea taifa fulani, ni kwamba ile taifa ambalo ametoka ni kwamba ataleta watu wake wote pale, lakini akiwa mzawa hapa ni kwamba ata prioritize, natarajia kwamba wale wazawa. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba na pia huyu employer kwa kiasi fulani, tunapenda sana employer na wawekezaji, sababu nchi yetu kwamba ni uwekezaji, lakini such a way katika masuala ya employment tutampa kutakuwa kuna strategy ambayo itakuwa imekuwa formulated katika sheria kwamba
ni lazima zikitokea zile vacancy aweze kuzipost katika ile job seeker portal, ili wale vijana ambao wamekuwa registered katika ule mfumo waweze kuziona na kuweza kuziomba. Kwa masuala ya interview ile itakuwa tunashirikiana mpaka kufika pahala kwamba yule kijana kwamba anaunganishwa na ile ajira, badala ya kuacha waajiri na investors kwamba wafanye peke yao. Sasa kwamba huu uwanja anaucheza peke yao, ni kwa serikali ikiingia kwa kiasi fulani, ikiangalia ile michakato itakwenda vizuri, sawa. Na hii singeni hata serikali yenyewe, maana ukichukulia kama serikali kama ni mwajiri, wameanzisha kamisheni ya utumishi, wanafanya the same job, kwamba si kila wizara inakuwa inaajiri, bali ni kwamba ile kamisheni ya utumishi, ukiwa na demand iwe, mfano wizara ya vijana unataka mtu, unafika pale unapeleka requirements zako hivi na hivi na hivi, alafu then wale ndio wana procedure zao. Kwa hiyo zikiwa hivi scattered ndio kunakuwa kuna shida, lakini tukizi control kwa kiasi fulani ni kwamba tutafika pale. Kuna dhana ambazo zipo kwa baadhi ya watu wanaona kwamba zitakapotangazwa ajira tayari labda huko bwana, kuna watu wengine ambao wana wenyewe, wana wakubwa zao, wana vyovyote vile the way mtu anavyowaza, manake anaona kama kuna kuhangaishana tu fulani. Hakuna chochote huko, hizo nafasi tayari bwana zishapata, zina watu, wanatuhangaisha tu sasa hivi. Yani hii dhana kama hii, mkurugenzi, unaiondoaje kwa vijana hususan ambao hawana ajira hivi sasa? Mimi nazungumza zaidi kwa upande wa private sector. Sawa. Katika formations zilizopo hivi sasa bana, ni kwamba kiukweli formula iliyopo kwamba mwajiri yote ni kwamba ajiri, ni kwamba haiwezi kuleta uhalisia kwamba yule kijana ambao for example anakaa ya ng'ombe kwamba aweze kuingia, yani ni kama bahati yake tu, unaweza kuona. Lakini kwa kuwa tumekuwa tunasafa miaka mingi sana katika mazingira kama haya, na ndio maana hivi sasa ni kwamba tunakwenda katika hii mifumo, na actually mfumo ni kwamba huwa hakuna ile mkono wa binadamu, maana ni kwamba ni mfumo wenyewe ndio utakuwa na generate wale watu ambao watakuwa na sifa na kuweza kuingia katika mchakato, for example interview ukafika katika sehemu za kazi. Na halafu tukumbuke kitu kimoja, ni kwamba mwisho wa siku mwajiri ni kwamba ana choice yake, na choice yake kubwa anayochagua ni kwamba ni kutafuta mtu ambaye itakuwa ni qualified. Hasa tujiulize ni kwamba tuna vijana wetu hapa Zanzibar wapo mitaani, je, wamekuwa qualified vipi kuweza kufiti katika ile market? Sawa. Kwa tuna role hivi sasa kwa ajili ya kushirikiana na vyuo mbalimbali universities, pamoja na vyuo vya amali, pamoja na sisi wenyewe, kuhakikisha kwamba tunajengea confidence vijana ili waweze kujiajiri na kuweza kuajirika. Sawa, tumeelewa hapo vizuri jinsi mnavyopambana. Hiyo ni kwa upande wa sekta binafsi. Naangalia nini pia kwa upande wa katika sekta hizi za serikali? Kwa upande wa serikali ni kwamba kuna sheria zao ambazo zimewekwa, na sisi hatuna coverage ya kuingia katika upande wa serikali, ni private sector tu ambao sisi tupo. Yeah. Lakini hata hivyo ni kwamba the same kinachotokezea serikalini ni kwamba michakato inaenda, ni kwamba unapeleka maombi, ile tume ni kwamba inachakata ile maombi, inashughulikia masuala ya interview mpaka mtu anakuwa placed katika employment. Kwa hiyo sijaona mimi kama mimi kwamba kuna pahala ambapo labda pengine tunakosea, lakini labda tuseme tu kwamba hata serikali yenyewe sasa kwamba imeimprove mambo yake. Badala zamani ulikuwa unapeleka makaratasi, sasa hivi kwamba unaomba kupitia mifumo, manake mifumo ndio inafanya kila kitu. Kwa ile ule mkono wa binadamu umepungua kwa kiasi fulani. Hiyo sheria ambayo mnaichakata sasa hivi ikija ikikamilika, itakwenda kuwa ni sababu ama itakwenda kusaidia vipi hili tatizo la ajira Zanzibar? Sheria hii ikikamilika ni kwamba itakwenda kusaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwa mfano hivi sasa mimi ukiniuliza tuna vijana wangapi ambao hawajaajiriwa, nitakupa kwa mujibu wa statistic maybe za labor force survey tu, lakini sitomjua ni nani na nani na nani. Kwa sheria hii ni kwamba itakwenda kuhakikisha kwamba kila kijana ambaye anatafuta kazi anaajiriwa katika private sector, lakini kila kijana ambaye yuko katika private sector bana, yuko katika sekta gani itakuwa tunamjua. Lakini vile ile ni kwamba hata skills, manake kwamba katika ile skill requirement, kama alikuwa na ujuzi huu, kuhakikisha kwamba anapanda ujuzi wake na anaweza kunini. Lakini pia vile kwamba jambo kubwa zaidi kwamba kwenye zile scarce skills katika
tunapozungumza scarce skills ni skills ambazo katika nchi yetu hazipo au ni kidogo manake, ambapo mgeni anakuja anaajiriwa katika nchi yetu hapa. Tutahakikisha kwamba hii sheria ikipita hii ni kwamba ule ujuzi alionao utakuwa transferred kwa local, na tutamonitor kuhakikisha kwamba miaka ijayo hakuna haja ya kumleta ule mgeni kwa sababu ile skill inakuwa ishapatikana katika nchi yetu. Lakini si paka upate hao watu ambao wanataka kufanya hivyo. Kama vijana wewe wenyewe wawe tayari. Ni kweli. Na mazingira pia waruhusu pia kufanya hizo kazi zingine. Serikali kwa kiasi kikubwa kwamba imejenga ile enabling environment, na kuna sheria ambazo wamezipitisha pamoja na regulation mbalimbali zinazoelezea kima cha chini cha mshahara, sawa, lakini mwajiri hazuiwi kupandisha juu zaidi. Na pale mwanzo tulivyozungumza kwamba kitu ambacho kinamfanya mtu zaidi kwamba kufanya job choice, kuchagua kazi, ni kwamba kuna ile underemployment. Kazi zina maslahi madogo sana kinyume na sheria za kimataifa na sheria za nchi yetu zinazotaka. Kwa hiyo ni kwamba yakiwekwa maslahi mazuri katika kazi, ikawa pengine kuna ule ukaguzi mzuri wa masuala ya viwango vya kazi kama kulipwa mshahara na ZSSF na kadhalika, mfanyakazi akawa shughuli ya Osman, hakutokuwa na sababu kwamba loko asante katika hiyo kazi. Kikubwa zaidi ni maslahi tu, lakini vile vile kwamba na mentality tuliona, nimetaja takwimu pale 47 point something kwamba ni kwamba ajira sio katika kilimo, lakini leo kijana gani ambaye yuko Stone Town anakuambia ende akalime au ende akashughulike na masuala ya agriculture product, ni ngumu sana. Lakini tufahamu kwamba kule kuna ajira nyingi sana, na sio ndio ukalime tu, kwa sababu hata ile kuchukua bidhaa kutoka kwa mkulima kununua pale kuziuza katika mahoteli ni kwamba ni benefit kubwa sana. Nawe utakuwa katika procedure za kilimo, lakini kwamba itakuwa same mkulima direct kama itakuwa ni mkulima. Kwa hiyo kwamba zaidi tunachohitajika kukifanya kwamba ni mentality. Kwa hii sheria hii itazungumzia hata wale kuna watu wanaitwa NEET, ndio ambao not employed, hawajaajiriwa, not in any education, hana taaluma wala hana ujuzi wote, manake kwamba mtu yupo tu kwamba kwenda kumtoa kijiweni, for example masharobaro, I don't know, staki kuandamani watu, lakini ni sharobaro, hana mpango wote na kazi, kuhakikisha kwamba anapewa taaluma at least kwamba unahitajika kufanya kazi na kuweza kuingia katika nini, katika labor market. Ndio. Sheria inaangalia vipi wajasiriamali? Hii sheria wajasiriamali ndio kwa sasa hivi ni kwamba wanashughulikiwa na wakala wa uwekezaji wa wananchi kiuchumi, Zanzibar Economic Empowerment, na masuala yote ni kwamba yametajwa mule, lakini hii sheria pia itaempower hata hawa watu ambao wana ulemavu. Agenda itazingatia vile kwamba masuala ya agenda kwamba wanawake waweze kupewa kipaumbele vile vile kadhalika. Kwenye kuipata hiyo ajira ni jambo moja, lakini kudumu nayo sasa katika hiyo ajira ni jambo jingine. Mnahakikisha vipi katika hii mikakati ya kukuza hii ajira, vijana sawa wamepata hiyo ajira, lakini sasa waendelee kudumu nayo hiyo ajira mpaka pengine labda utakapofika ule muda wa kuweza kustaafu, kama utakuwa umefika hapo, au pengine labda kampuni imeachana na harakati hizo, lakini sio leo mtu anaingia baada ya wiki 2-3 unakuta tayari ameshaachishwa kazi, redundancy tayari, anakwenda kazi ile anapewa mtu mwingine, nayo unajikuta huyo baada ya miezi miwili, wakiangalia mwaka tayari umepita, wafanyakazi wanafika hata 3,000 katika nafasi hiyo moja. Swala la kudumu katika kazi, kwanza tufahamu kazi na ajira ni vitu tofauti. Ajira scope yake kwa kijana au katika community ni since kijana anatafuta kazi, ana graduate pale chuoni pale, anatafuta kazi, sawa. Alafu chingine sasa, jinsi matangazo ya kazi au ya ajira yanavyotangazwa, ana jinsi unavyoomba kazi, ndio, na jinsi unafanya interview mpaka ukaweza kuingia ukafunga mkataba pale. Once ukishafunga mkataba, sasa process za ajira itakuwa zimeisha. Sasa unaingia kazi, ni sasa ile pale masuala kazi ni mengine. Kazi ni pale ambapo ushafunga mkataba, kama wewe hapa upo katika kiti sasa, unafanya ile kazi. Sasa hapa scope yake hii iko katika Labor Commission, kwamba wao ndio wanapaswa sasa kuangalia standards za mfanyakazi zikoje, hakuna migogoro,
na pamoja na kumpa zile haki zake na kuhakikisha kwamba zinakuwa assured, kwamba mfanyakazi anaweza kujiunga na trade unions, mfanyakazi anakuwa na haki zile za kwenda ZSSF na kadhalika. Lakini vile kuna vyombo ambavyo vimeundwa inapotokezea dispute baina huyu mwajiri na mwajiriwa. Kwa kwetu hapa Kamisheni ya Kazi ni kwamba kuna dispute handling unit, ni kitengo cha utatuzi wa migogoro ya kazi, kitengo cha solution na uamuzi. Kwa hiyo endapo kama itakuwa kuna migogoro, for example ya termination, ndio sheria yao termination ni kufukuzwa kazi, ndio sheria yao ile ni kwamba imewapa mandate ya kuweza kutatua huo mgogoro katika mediation na vile vile katika ngazi ya uamuzi. Lakini pia wakishindwa hapa ni kwamba anafika industrial court, mahakama kuu, kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Lakini vile vile ni kwamba wana vitengo mbalimbali vya labor inspections kwenda kuinspect yale mazingira ya kazi, kwamba yale mazingira ya kazi rasmi na yale maeneo ya kazi yanakaguliwa kila mara. Ndio. Kwa hiyo kama kuna anything kwamba wao ndio wana control na sheria, kwamba wana sheria nzuri tu ambayo imewapa nguvu katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo for somehow kama itakuwa kuna mkataba katika kazi, ndiyo, na kutakuwa na zile job description, mfanyakazi atapaswa kufanya kazi majukumu yake kwa mujibu wa ile job description, na ikitokezea kama akikwazana ndio atakwenda katika hivyo vyombo. Ndio. Sawa. Hapo tumefahamu vyema kabisani. Tuangalie zaidi kiundani kuhusiana na hii, nasema kwamba mikakati ya kupunguza tatizo la ajira hapa Zanzibar. Naamini kwamba ipo hiyo mikakati ambayo mnaifanya kwa hivi sasa. Moja kwa moja sasa tukiangalia katika hiyo mikakati yenu, labda kutakuwa kuna athari gani endapo hii mikakati haitofanikiwa au pengine haitopewa kipaumbele zaidi, katika kupunguza lile tatizo la ajira? Najua kila kitu kinakuwa kina athari na faida zake. Faida tumeziona huko, mikakati hii ikifanikiwa. Endapo sasa haitofanikiwa, ili sasa tuhakikishe tunazidi kuipa chapuo inafanikiwa. Mkakati wa mwanzo ambao unafaa tufanikiwe hata nyinyi waandishi wa habari, kuhakikisha kwamba mnafikisha hizi taaluma kwa jamii, kwamba waajiri wanajua na jamii inajua. Lakini ikitokezea kama haitofanikiwa, kwamba vijana watafeli kuingia katika soko la ajira, athari zake kusema la kweli inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu vijana ni kwamba wanakuwa hawana shughuli za kufanya. Ni kwamba hawa vijana hawa itakuwa ni vijana ambao wamekosa zile discipline za kiuongozi, na tunaona yale matatizo ambayo yanatokezea Kenya, yametokezea Dar es Salaam na mikoa mbalimbali kipindi cha uchaguzi wale, yani ni kwa sababu hizi, miongoni mwa sababu zake. Lakini sasa ni kazi ya serikali kuhakikisha kwamba tunatoa taaluma kwa jamii, kuhakikisha kwamba wale vijana kwamba ana join katika employment. Lakini vile vile ni jukumu la kila mmoja wetu na kila mwanakaya kuhakikisha kwamba wale vijana ambao wanasimamia na wale vijana ambao pengine wako nje, kuhakikisha kwamba wanaingia katika employment. Lakini si la serikali na kila mwanakaya pekee yake, hata taasisi za dini, maana yake ndio misikiti, tutoe mawe na majukwaa mbalimbali, kuhakikisha kwamba wanaingia katika mazingira ya employment. Na hapo tutakapofanya hivyo sasa ni kwamba tutaona kwamba uchumi wetu utakuwa mzuri. Taifa lote hili liendelee, ni kwamba lazima liwe na vijana ambao wanafanya kazi, Osman. Ndio. Na uchumi ukinyanyuka, uchumi wetu ni kwamba tunaweza tukanyanyua hata chumi za nchi nyingine, kwa sababu tutakuwa tunazalisha vijana wengi. Na kwa mujibu wa takwimu ni kwamba inaonekana takwimu ya vijana Zanzibar ni kwamba inapanda sana. Ndiyo. Na takwimu ukiangalia for example mabara ya Europe, nchi mbalimbali za Europe, nchi mbalimbali za Marekani, ni kwamba ile kutokuzaa au kuzaa watoto kidogo, ni kwamba wanakuwa na taifa ambalo ni la vizee hivi sasa. Kwa kwamba na yote mataifa yale kwamba yanahitaji nguvu kazi. Kwa hiyo ni kwamba ni asset kubwa sana sisi tuko nayo ndani na nje ya nchi. Na pia vijana wanaosafiri nje ya nchi ni kwamba miongoni mwa faida zake wataleta remittance hapa. Ni kwamba zile pesa hawatumii kule nje, bali ni kwamba analetea jamaa zao hapa, anajenga majumba yao hapa, kwa serikali inapata kodi na pia inapata ile welfare ya watu wake. Kupitia 0676277927, nayo hii ni nambari yetu hapa mjingoni. Kama kuna chochote unataka kumuuliza hapa mkurugenzi, tupo naye, sio mbaya sana kabisa kama huyo hapa alivyofanya. Anasema kwamba
hiyo idara yenu inashughulika na ajira za aina gani? Maana anasema kwamba kuna wizara mpaka leo wapo watu na miaka 15 hivi hawajaajiriwa. Ni yeye kauliza hivyo tu. Kwanza labda ni ajira gani ambazo mnashughulika nazo hapa? Nadhani tumsaidie huyo, hakusema ni nani wala yuko maeneo gani. Mlipata swali au nilirudie tena? Nilipata. Naam. Sisi idara yetu ni kwamba inashughulika na ajira zote hususan za private sector, lakini kwa upande wa serikali tunashughulika tu kuwahamasisha vijana kuweza kuomba katika upande wa serikali. Na kwa upande wa private sector ni kwamba kuna kada mbalimbali, yani kwa mujibu wa utafiti for example ambao umefanywa mwaka jana, labor market survey umegundua kwamba kuna ajira nyingi sana katika masuala ya hospitality, masuala ya kiutalii. Sawa? Vile vile kuna ajira nyingi sana ambazo zitakuja, ambazo wataalamu wetu ni wachache hivi sasa tulionao hapa, masuala ya oil and gas. Kama tunafahamu kwamba Zanzibar kuna mafuta na kuna na gesi nyingi sana. Kwa hajapata wataalamu wa kutosha. Kwa hiyo ni kwamba ni fursa kwa vijana sasa kuhakikisha kwamba wanakuwa na skill, na sisi serikali kwamba tunajengea uwezo vijana. Lakini hata hivyo ni kwamba katika hizi masuala ya mazao bahari for example hizo mwani na kadhalika, masuala ya uvuvi hayo ni kwamba yana market kubwa sana ndani ya nchi na nje ya nchi. Huo ni jukumu tu la serikali kupitia mamlaka mbalimbali, for example Zanzibar Economic Empowerment, kuhakikisha kwamba wana empower katika haya maeneo ambayo kuna kazi nyingi. Kwa studies zinaonyesha maeneo mengi sana. Kwa hiyo nimetaja tu mfano wa blue economy. Kuna wimbi la vijana wengi sana wa Kizanzibari ama hata Tanzania kwa ujumla kabisani, ambao wanakuwa wanakwenda kufanya kazi nje ya nchi yetu, hususan kazi za majumbani na nyingine kama hizo huko. Kwa upande wa vijana kama wale, kwenu nyinyi, yani idara, mnakuwa mna walinda kiasi gani pengine mpaka mtu anaondoka hapa anajua kweli na kwenda labda nchi kadhaa kwenda kufanya kazi kadhaa, na huko nitakuwa niko salama kwa asilimia kadhaa? Swala zuri. Tuna mamlaka ambazo zinahusika katika nchi yetu katika kuregulate masuala haya ya ajira, lakini vile vile ni kwamba kuna miongoni mwa function ambazo zinafanyika ni kwa regulate mawakala wa ajira. Mawakala wa ajira kazi yao ni kutafuta zile fursa mbalimbali za ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kuunganisha vijana, pamoja na kuwatafuta vijana ambao wana demand ya hizo kazi. Kwa hiyo kijana anafika kwa wakala, na ikitokezea hiyo kazi, wakala ni kwamba na mchakato wake, miongoni mwa requirement ambayo inafanya kwamba lazima pawe na job offer, lakini lazima pawe na mkataba, lazima pawe na visa, na vile vikitoka kwa kawaida kwa vinathibitishwa na balozi zetu za nchi mbalimbali ambazo ziko katika hizo nchi ambazo kuna hizo kazi. Sawa? Kwa hiyo hapa kuna mamlaka ambayo kazi yake ni kuregulate masuala ya vibali ambavyo vinaruhusu vijana kwenda nje ya nchi. Lakini na pia airport pale ni kwamba kuna dawati maalum ambalo limeundwa kwa ajili ya kuratibu masuala haya ya ajira. Kwa hiyo vijana wengi unakuta wengine walikuwa hawajasafiri, wale hawajui waende wapi, wakifika pale airport na babaika, kwa kwamba huwa anaongoza kuhakikisha kwamba wanakwenda katika right track kwa airliners, migration na kadhalika. Lakini vile vile kwamba wakisha kusafiri, wakishafika kule nje ya nchi kule, ni kwamba embassy zetu huwa zinatusaidia kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Tunaona jitihada ambazo zinafanywa, lakini pia wakati mwingine tunasikia zinatokezea changamoto kule, yani sijui kwa vijana ambao wamekutana na changamoto kama hizo, mnawasaidiaje? Aghlabu vile vile kuna kitu ambacho sijakieleza, lakini ni muhimu nikieleze, ni kwamba nchi yetu ina mikataba, bilateral labor agreements katika nchi mbalimbali, mikataba 5. Tuna mkataba na Saudi Arabia ambapo pana mikataba 2 pale wa skilled labor plus na mkataba mwingine unaelezea masuala ya unskilled labor. Lakini tuna mkataba na UAE, United Arab Emirates, lakini tuna mkataba na Qatar na mengineo. Sasa lengo ya hii mikataba MOU, makubaliano ya pamoja haya, ni kwamba ni kuhakikisha kwamba tunakwenda smooth. Kwa hiyo cha mwanzo kabisa huwa tuna review ule mkataba ambao tunao sisi.
umeeleza vipi itakapotokezea for example dispute kila moja, lakini vile vile kwamba huwa tunazitumia embassy itakapotokezea changamoto kule katika zile nchi, lakini pia huwa tunazitumia zile wizara husika za kule, wizara za kazi, masuala ya ajira hayo, kwamba ili kuweza kufuatilia kuhakikisha kwamba zile dispute zinatatuliwa. Lakini hata hivyo ni kwamba kwa upande wa nchi yetu huwa tunazishirikisha mpaka wizara za mambo ya nje, kwamba kuhakikisha kwamba ikitokezea anything kwamba nje ya nchi wanatusaidia. Lakini kuna secretariat ya kupambana na masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana nao kuhakikisha kwamba wanatusaidia na tunafika mbali katika masuala. Katika changamoto nyingine ambazo zinawakuta pia vijana, unakuta kwamba mtu anaondolewa Zanzibar kwa lengo moja zuri tu, anaambiwa huko kuna ajira nzuri na nini, lakini akifikishwa huko mambo yanakuwa ni tofauti sana. Katika hiyo sheria ambayo ipo katika mchakato, mmelizingatia pia hili? Tumelizingatia kwa upana wake kabisa, na tutatoa kanuni hasa ya masuala haya. Kivipi hasa? Sheria hii imezungumza uratibu wa masuala ya wakala binafsi wa ajira pamoja na kazi zao, jinsi gani ataomba leseni wakala, kwamba yule mtu ambaye atamsafirisha kijana aliyokuwa hajaruhusiwa atakuwa ametenda kosa na kutakuwa kuna fine kubwa sana, na pia kutakuwa maybe akishtakiwa akionekana kama na hatia na hata kifungo kipo vyote viwili. Kwa hiyo imezungumzia kuhusiana na cancellation of license kitakapotokezea huyu wakala ame contradict mazingira hayo ya kazi, lakini kuna mazingira ya suspension kumzuia kutokufanya kazi hayo hapo. Lakini vile vile ni kwamba kwa hivi sasa tuko katika manual, tunakwenda katika digital, sawa, kwamba tunaona kwamba masuala ya mikataba haya for example kwenda katika manual forms, ni kwamba tuna for somehow dunia hii iko huko tena manake, na tunapoteza mambo mengi sana. Kwa tunakwenda katika digital kuhakikisha kwamba kumbukumbu zetu zinakaa vizuri, kwamba kuona katika ule mkataba baina ya mwajiri na mwajiriwa kile alichokuwa ambiwa kwamba utakwenda kufanya kazi ya housemaid ya kutoa huduma za nyumbani, lakini unaambiwa ndio ukalime, hichi ndio mlichokubaliana katika mkataba. Sasa katika hii mazingira ya sasa, ukiangalia masuala ya paperwork haya, anaweza ikatokezea kosa kule, anakuja pale ule mkataba pengine copy haipo, karatasi moja imechomoka, ni kwamba ni shida kule, kwa sababu dunia hiko hapa tena sasa hivi kwamba tunakwenda katika digital zaidi. Kwa mazingira haya yamezungumzwa vizuri sana na kutakuwa kuna kanuni kabisa. Sawa, asante sana. Tumalizie mazungumzo yetu moja kwa moja. Tunataka tusikie nasaha zako hapa ambazo naamini kwamba zitakwenda kutufungia na vile vile kuhamasisha sasa vijana katika kuhakikisha kwamba wanapambana mwisho wa siku, yani katika kuhakikisha kwamba tunaunga mkono hii mikakati ya idara yenu katika kupunguza hili tatizo la ajira hapa Zanzibar. Moja kwa moja kwa kumalizia, mkurugenzi. Asante sana kwa kunipa fursa nzuri. Mimi nasaha zangu kubwa ni kwamba ni mashirikiano, ni coordination katika sekta za serikali. For example, ni kwamba ni wizara nyingi sana ambazo kuna uzalishaji wa ajira hivi sasa. Ukienda kwenye wizara ya habari kuna ujenzi wa viwanja mbalimbali, sawa. Ukienda kwenye miundombinu kuna mabarabara haya yanajengwa na majengo mbalimbali. Ukienda kwenye blue economy kuna vitu mbalimbali. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunafanya ushirikiano na hii wizara ambayo imeanzishwa, wizara ya vijana, ajira na uwezeshaji, kuhakikisha kwamba zile ajira zinazozalishwa kwa upande wa serikali kwamba zina accommodate hawa vijana wetu. Hilo la mwanzo. Lakini pia katika private sectors kuna vyama vya wafanyakazi, kuna vyama vya waajiri. Kwa hiyo wale wanawasimamia, kwa mfano kama vyama vya wafanyakazi, ndio wale investors wanawasimamia, wale partners wao wahakikishe kwamba ili sheria hii ifanikiwe na vijana wetu wapate ajira, kwamba wanafanya kazi kwa mashirikiano na waajiri wao, wale watu wao ambao wanasimamia pale, wahakikisha kwamba wana post zile vacancy na nafasi tupu za kazi, kuhakikisha kwamba vijana wanazipata. Lakini na kwa vijana pia wasiangalie mitandao kwa kubeti tu sasa na masuala ya mipira, Simba, Yanga na kadhalika. Kuna masuala ambayo yanahusu wao kama wao, waangalie. Hivi sasa tunakwenda katika masuala nini ya digital, kwamba pengine ni professional kitu fulani, usema upokee message sasa, kuna nafasi hii imedondoka ya kazi, omba na qualification nazo.
Kwa tufike pahala tuchangamkia. Tusipofanya hivyo na serikali ishaandaa mikakati mbalimbali, tutakwenda kufeli. Kwa hiyo hapa tusilaumu serikali sasa. Ni kwamba tuwalaumu vijana kwamba hakuweza kuchangamkia. Kwa sababu serikali kazi yake ni kwamba ni ku fast track ile infrastructure ya mazingira kwamba vijana waajiriwe. Ni jukumu kubwa sana. Kwa hiyo utayari wa vijana, hilo ni jambo nyingine. Asante, tukushukuru sana. Tupate break alafu tunarudi hapa na issue ya sport. Tayari Ali Rashid Pizarro yupo hapa mjengoni zaidi hivi sasa. Kushuhudia baadhi ya vigogo kupasuka. Leo asubuhi kupitishia kidogo tu katika matokeo na harakati zilizotokea siku ya jana, lakini muda mwafaka zaidi umefika hapa. Tunaungana moja kwa moja na Ali Rashid Pizarro ambaye tayari ameshafika katika studio za Spice FM Radio hapa Mnazi Mmoja mjini Zanzibar, na yuko tayari kupitisha zaidi katika zile habari zote ambazo zilitokea siku ya jana na zile ambazo zinatarajia kutokea. Ali Rashid Pizarro, karibu sana. Tunaanzia wapi? Wenyewe popote. Zanzibar bwana. Tuanzie ligi kuu soka ya Zanzibar. Jana tulikuwa na mechi 3 hapa, 2 nyumbani hapa Unguja, lakini moja kule kisiwani Pemba. Matokeo ya kule Pemba, Fufuni na Kipanga 0-0 kwa maana ya suluhu, lakini Malindi bado ni pasua kichwa. Jana wamefungwa 3-0 dhidi ya Chipkizi ya Heri Vuai Kidema, lakini Zimamoto wakawashia na kuazimia moto 2-0 dhidi ya Junguni. Kwa hayo ndio matokeo ya mechi za jana. Chipkizi kashinda 3-0 dhidi ya Malindi, Zimamoto kashinda 2-0 dhidi ya Junguni, lakini 0-0 kwa Fufuni na Kipanga. Leo tutakuwa na ratiba ya mechi 2. New King watakuwa na Afugapunda Mwembe Makumbi City, wahamiaji watakuwa na Polisi. Mechi zote zitachezwa Mau saa 10:15 jioni. Hiyo ni kwa upande wa ligi kuu soka ya Zanzibar PBZ Premier League, lakini leo pia saa 12:30 jioni katika viwanja vya Maisara rasmi ligi kuu ya wanawake inaanza. Mechi ya Mafunzo na Sauti Sister itaenda kuchukua nafasi, na msimu huu ligi ya wanawake itakuwa na timu 4. Tutakuwa na timu ya Mafunzo Queen, Sauti Sister, Warriors Queen pamoja na Dunga Queen. Timu 4 hizo kama mwaka jana. Hapa imekosekana JKU 2 Queen ambao walikuwa mabingwa lakini mara hii wameshindwa kumudu kuingia kwenye mashindano ya ligi ya wanawake, na kwa mujibu wa taarifa za chini ya carpet ni kwamba timu haipo, kwa maana timu imevunjika. Kwa msimu huu hauta kuwepo kwenye mashindano ya ligi ya wanawake. Okay. Hakuna kanuni ambazo zinaibana labda ZFF kwa vilabu kule kuwa na timu kama tunavyoona kwa wenzetu, kwa kuna timu za vijana, timu za wanawake. Kwa kwetu sisi Zanzibar hapa tuna wanaume tu. Kanuni ya ZFF haipo, lakini kanuni za CAF zipo ambazo zina ruhusu na zinatoa nafasi kwa senior team kuwa na timu 2 kubwa, timu ya wanawake na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo hawa vijana watakuwa wanatumika kwenye senior team mara kadhaa, lakini pia wao watakuwa na mashindano pia. Na hata hapa Zanzibar pia pana mashindano ya senior team ambao ni ligi kuu, na mashindano ya wanawake, na kuna mashindano ya vijana pia yapo, lakini mara nyingi sana mashindano ya vijana ndio wamekuwa na changamoto ya uendeshaji kwa sababu ya udhamini na vitu vingine, lakini kwa kanuni yapo ambayo yanatambulika. Kwa kanuni haiwabani, lakini kanuni ya CAF, unaposhiriki michuano ya kimataifa ni lazima uwe na timu 2 za backup, timu ya wanawake na timu ya vijana. Na ndiyo maana timu nyingi sasa hivi ambazo zimejanjaruka zina hiyo timu za vijana na timu za wanawake. Sasa changamoto inayokuja ni swala la uendeshaji na vitu vingi, nao wanawake pia kuwepo. Sababu nakumbuka kwamba msimu uliopita huu ambao ndo unaendelea kwa hivi sasa kina Simba, Yanga, Singida bado wamo. Ni kuna timu ya kwa hapa Zanzibar tuliwakilishwa na Mlandege na KMKM. Lakini zote hizi hazina hizi timu na maanisha hivyo. Kwa hiyo manake kule CAF haiwabani pia kanuni. Manake ingekuwa inawabana lazima ingelikuwa tunazo hizi timu. Yaani utaratibu uliowekwa wanatakiwa wawe nazo, lakini kuwabana hawawabani. Lakini kwa utaratibu wa CAF lazima
wawe nazo. Sasa changamoto inakuja ndo kama hivyo. Mtu senior timu tiatia maji akawe na mzigo mwingine wa ligi, timu ya vijana na wanawake. JKU Jeshi la Kujenga Uchumi lina budget na timu imewashinda. Jewe Dunga ambao wanajikusanya tu sijui kina Mosi nani kaiweza timu kweli? Sasa Pizarro, hebu changamoto mzee wangu tuweke sawa kwenye hizi timu takriban 4 ambazo umeweza kuzitaja, timu za wanawake, ligi yao itakuwa inachezwa vipi? Kwa sababu kutakuwa kuna upangaji wa michezo, lazima wacheze. Sasa timu 4 ligi yao itakuwa inachezwa vipi? Na hizi timu nyingine ndo kama ulivyoweza kutuambia kama JKU, kutokana na taarifa ambazo za chini umeweza kuzipata tayari haipo hiyo timu. Hii itachezwa kwa mtindo wa ligi, kwa maana mzunguko wa kwanza utakuwa na raundi 6 na mzunguko mwingine utakuwa kwa ujumla hiyo ndio itakuwa raundi 6 tatu. Mfano Mafunzo wanacheza na South Sister, mzunguko wa pili Mafunzo watacheza na Dunga Queen, mzunguko wa tatu Mafunzo watacheza na Warriors Queen. Tumekamilisha mzunguko huu. Tujalie ndo sisi hapa wanne. Wanne. Tumo studio. Wanne. Mimi nacheza Mwana Hawa, Pizarro na Safe. Mimi nacheza Mwana Hawa. Mimi na Safe. Wewe na Safe. Alafu baadaye sasa mimi nitacheza na Mwana Hawa. Wewe utacheza na Safe. Sawa. Unaona? Baadaye manake tunamalizana tu hapo wenyewe kwa wenyewe. Ni kweli ndio ambayo imewekwa hiyo. Kwa hiyo jumla ili kukamilisha ligi ya wanawake kunahitajika mechi 6 tu. 6 tu ambazo tunaweza tukazimudu kwa mwezi. Mfano kama nikiangalia ratiba yao hii inaanza tarehe 29 leo mpaka Februari 14. Tayari ligi imeshaisha. Yote. Na bingwa kishapatikana. Kwa hiyo kiufupi tutacheza kwa mfumo wa ligi. Mtu ambaye atakuwa na pointi nyingi ndio bingwa. Tuelekee Tanzania bara. Tanzania bara, taarifa iliyokuwepo ni kuhusiana na mnyama mkali wa msituni Simba ameendelea kushusha vyuma, kwa maana kushusha baadhi ya wachezaji wake ambao watawatumia kwenye dirisha hili la usajili mpaka kufikia kukamilika kwa usajili huu. Na aliyemshushwa mara hii ni bwana Jospin Liloemba kutokea kule timu ya Kameruni, lakini yeye ni raia wa Congo Brazzaville. Aliwahi kucheza ile timu ya AS Otoho ambao alicheza nayo nafikiri Singida ya kwa kule Congo Brazzaville, lakini hivi sasa anaitumikia timu ya Colombe Sports ya kule Kameruni. Ni bwana mdogo tu, ana umri wa miaka 21, amezaliwa mwaka 2005. Kwa hiyo huyo anaungana na wachezaji wengine ambao hivi sasa Simba wanafikisha wachezaji 7 ambao wamesajili dirisha dogo la usajili, lakini kuna baadhi ya wachezaji tayari wameshauzwa na kupewa mkono wa kwaheri kwa ajili ya kwa mkopo. Wengine mfano kama kuna mchezaji kama Bajaber, kuna tetesi za kwamba huenda akarudi kwao polisi ya Kenya. Hamna kulaza damu, injury nyingi yule. Alicheza mechi 2 kama si 3. Alicheza ligi kuu mechi 1. Akacheza Kombe la Mapinduzi mechi ngapi akacheza? Kombe la Mapinduzi. Kiufupi hakuna cha kushangaa hapo. Wapi bali Leverkusen walimfukuza Erik ten Hag mechi 2 tu kama sikosei, kama mechi 3. Zilianza ligi kwani zilikuwa zile za pre-season tu. Pre-season. Kwa hiyo ndugu yangu, hivi sasa ukihitajika sehemu, ukiitwa wewe ufanye kazi. Hamna namna ya kujiuliza. Hakuna namna hiyo ya kujiuliza. Kwa hiyo kiufupi wachezaji wanaendelea kushushwa, na huyu ni kiungo mshambuliaji ambaye anaonekana atakuwa ni tishio. Na huyu ni usajili wa mzabuni wa Simba, Jairut. Miongoni mwa vipengele vya mkataba vya Jairut ni kwamba kila mwaka atasajili mchezaji mmoja pendwa kwa mashabiki. Na wengi sana walimpa nafasi Faisal. Na huyu ni mchezaji ambaye amesajiliwa pia anaonekana ni miongoni mwa wachezaji ambao wamesajiliwa kwa fedha nyingi. Karibu milioni 700 na kuendelea. Sasa huyu ni pendwa. Kuna tetesi labda nilizania atakuja Manzoki. Manzoki si alikuja mkutano mkuu. Si alikuja tu alafu akaondoka. Bwana? Ndio. Ligi kuu Tanzania bara leo tutakuwa na ratiba mechi 2. Tutakuwa na Mashujaa na Simba saa 10, saa 1 tutakuwa na mechi ya Azam na TRA. Kwa leo muendelezo, nafu tukimaliza mechi hizo tunajiandaa na mechi za CAF sasa, Simba na Esperance
Al Ahly watakuwa na Yanga hapa New Amani Complex, na kwa wakaazi wa hapa Zanzibar pia watapishana sana na ile gari la Yanga kwa sababu tayari wapo tokea jana kufanya mazoezi viwanja vya Amani nje pa. Tumalizie kidogo usiku wa Ulaya jana. Ulikuwaje? Usiku wa Ulaya jana ilikuwa vurugu, kila mmoja amechukua nafasi na kuchukua matokeo kwa maana mechi zilikuwa ni nyingi sana jana na karibu mechi 18. Naomba niwapitishe kwa timu tu ambazo zimefuzu hatua inayofuata. Nzuri sana. Sawa. Imependeza. Ambazo zimefuzu katika hatua inayofuata kwa maana ya zile 8 ni Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP na pamoja na Manchester City. Hizi zimefuzu moja kwa moja hatua ya 16 bora. Sasa Uingereza timu ngapi hapa? Uingereza hapa 1 2 3 4 5. Moja inatoka Ujerumani, moja inatoka Spain na moja inatoka Portugal. Ureno kule. Sasa kwenye timu ambazo ziko katika hatua ya mtoano zipo timu 16. Sasa hizi timu 16 tutaanza kucheza kuanzia Februari 17. Kwa hapa zinahitajika 8 ambazo zitaungana na hizi 8 za awali. Sasa huku wapo kama kina Real, Inter Milan, PSG, Newcastle, Bayer Leverkusen, Atalanta, Atletico Madrid, Juventus, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, hawa Karabag, Bodo na Benfica. Hawa ndo watacheza playoff ya kupata zile timu 8 ambazo zitakuja kucheza na hizi timu 8 nyingine ambazo zimefuzu hatua ya 16 bora ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Inshallah bwana, tukwambie kwamba usikose kusikiliza Extra Time ya Spice FM saa 1 kamili za usiku pale. Tamati yake inakuwa ni majira saa 3 kamili za usiku. Hapo naamini kwamba utakwenda kupata taarifa kem kabisa nyingine za michezo na burudani kabisa. Sisi na Pizarro inshallah kesho Mungu akipenda bwana.